Kupitia uwekezaji unaofanyika nchini, tumeona ongezeko la pato la taifa na kuweza kuongeza fursa za ajira na kuimarisha hali ya maisha kwa wananchi. Tukiangalia mchango wa ukuaji wa uchumi unaoletwa na sekta za uzalishaji na huduma, sekta ya utalii imekuwa nguzo muhimu inayoendelea kuimarika kwa kasi kubwa, na katika kipindi cha miaka michache iliyopita, tuseme kuanzia 22 mpaka hapa 25, na imeajiri zaidi ya Watanzania milioni 2.5 zaidi ya hapo. Sambamba na hayo, mapato yatokanayo na utalii yakiongezeka hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 4.2 katika kipindi hiki toka 2022 hadi mwaka jana 2025. Kwa upande wa Zanzibar pekee yake sasa, idadi ya watalii wanaokuja imeongezeka toka takriban watalii 743,606 mwaka 2024 na mwaka jana 2024-2025 tulikuwa na watalii 816,000, na matarajio yetu na mambo haya yanayofunguliwa, idadi ya watalii itazidi kuongezeka kuja kwetu Zanzibar. Mchango wa sekta ya utalii kwenye pato la serikali kwa Zanzibar ni zaidi ya 30%. Kwa hiyo ni mchango mkubwa sana. Milioni 135 ndio thamani ya mradi huu. Huu ni uwekezaji mkubwa sana ndugu zangu, haujapata kutokea Zanzibar, tuwapigie makofi. Nimeeleza pia kuwa hadi sasa mradi wa ujenzi wa hoteli hii umefanikiwa kutoa ajira zaidi ya 158. Watu 158 wameajiriwa hapa. Hawa ni Watanzania. Na wanufaika wakubwa ni vijana wa hapa Michamvi na maeneo ya jirani. Nimeambiwa pia kwamba mradi huu utaendelea kuwanufaisha wananchi wetu kwa kuwapa kipaumbele katika kuwajengea uwezo, kuwajengea ujuzi ili wawezeshe kushindana katika soko la ajira. Sasa kwa wale wanaochokolewa masikio kuvunja amani ya nchi hii, ni wasihi, acheni mara moja. Amani ikichafuka haichagui. Na tuulizeni sisi wa upande wa pili, ilipochafuka amani Dar es Salaam tu pale, nenda kaulize vijana kama leo wanataka kuingia njiani, hakuna anayetamani. Kwa hiyo amani ikivunjika haichagui. Niwaombe sana, maendeleo yetu, kunawiri kwetu, kupendeza kwetu, kulala na kuamka salama, tutunze amani ya nchi yetu. Miongoni mwa mafanikio makubwa yaliyopatikana ni kuongezeka kwa miradi ya kimkakati ya uwekezaji, ikiwemo hoteli ya hadhi ya kimataifa kama hii ya Jazz Aurora, ambazo zimeongeza ushindani chanya, ubora wa huduma na hadhi ya Zanzibar katika soko la utalii la kimataifa. Uwekezaji huu umechangia kwa kiasi kikubwa katika kuimarika kwa mapato ya serikali, kuongezeka kwa mchango wa sekta binafsi katika pato la taifa, pamoja na kutanuka kwa wigo wa ajira kwa wananchi, hususan vijana na wanawake. Kumekuwa na mafanikio makubwa katika kurahisisha taratibu za uwekezaji nchini, kuimarishwa kwa miundombinu ya barabara, maji, umeme na mawasiliano, pamoja na kuongezeka kwa imani ya wawekezaji kutokana na kuwepo kwa amani, utulivu na uongozi thabiti. Hatua hizi zimewezesha Zanzibar kuendelea kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi na kufanya kuwa kitovu cha uwekezaji endelevu katika ukanda wa Afrika ya Mashariki. Hii ni wazi kuwa sera, sheria, kanuni na miongozo ya uwekezaji iliyopo kwa sasa ni ya kuvutia na zenye tija kwa makampuni ya uwekezaji na serikali. A project that reflects our shared confidence in Zanzibar and Tanzania and our long-term commitment to Tanzania's tourism future. Pravco Group International is proud to be the owner of more than 100 hotels located in Egypt and many other countries in Europe and the Maldives and other islands. And we have a portfolio that is representing market leadership in the region. We are not only in the hotel business, but we are also in the tourism, in the airline business, in the catering services and restaurant business.
Here in Zanzibar, our journey continues with strong momentum. Zanzibar's natural beauty, its pristine beaches, turquoise waters, rich cultural heritage, and warm spirit makes it one of the world's most extraordinary destinations. The opening of Jazz Elite Aurora marks a significant milestone in our investment strategy for the island. Looking ahead, we are proud to announce 2 more hotels which will be inaugurated in the next 3 to 4 months, namely the Jazz Adonia and the Jazz Amanula. In parallel, we are advancing several other hospitality projects across Zanzibar and preparing a mega development in the Kama area, which we believe will become a landmark destination and a strong contribution to the local economy.